Shalom watu wa Mungu. Binafsi nina furaha sana kuwa hapa siku ya leo. Mimi ni wako Mwalimu Simon Semwija. Kabla sijaendelea, nipende kuwakaribisha katika kipindi cha leo ili kujifunza neno la Mungu pamoja nami, na Mungu akubariki sana. Leo tutajifunza mada inayoitwa Yajue makanisa matatu maarufu yenye mafundisho ya uongo. Na katika kipindi hiki tutaongozwa na somo kutoka katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8. Neno la Bwana linasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Sasa tutakapokwenda kuangalia makanisa matatu maarufu yenye mafundisho ya uongo, ni lazima na ni muhimu pia kukumbuka mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, tupo katika nyakati za hatari sana. Hii ndiyo sababu tunapaswa kujitahidi kuelewa mafundisho na sio kukariri, huku tukizingatia msingi wa neno la Mungu, yaani Biblia. Kumbuka pia kuna makundi matatu ya Wakristo duniani ambayo ni: moja, Wakristo wanaofuata mkumbo. Hawa ni Wakristo ambao hawajui wanapokwenda na hutegemea mawazo ya watu wengine kuliko neno la Mungu. Pili, Wakristo wanaojua ukweli. Hawa wanajua ukweli kuhusu haki, dhambi na neno la Mungu, lakini wanaogopa kusema ukweli na hawawezi kujisimamia wenyewe. Kundi namba 3, Wakristo majasiri, wakweli na wenye maarifa. Hawa ni Wakristo ambao wanaweza kusimama na fokasi yao kubwa ni kupata uzima wa milele. Katika makundi haya ni lazima ujue kuwa wewe upo kwenye kundi fulani. Hii itakusaidia kuwa makini na mafundisho ya uongo. Lakini pia kama bado hujamwamini Yesu, chukua hatua mapema kabla ya kuondoka hapa duniani ya kumwamini na kumkabidhi maisha yako. Wacha tuende katika listi ya makanisa maarufu matatu yenye mafundisho ya uongo. Namba 1 ni Mashahidi wa Yehova. Ndiyo, haujasikia vibaya, Mashahidi wa Yehova. Lakini ni kwa nini Mashahidi wa Yehova wapo katika listi ya makanisa matatu ya uongo duniani? Hii ni kwa sababu ya namna wanavyo tafsiri Biblia na aina ya mafundisho yao. Ili tujue mafundisho kama ni ya kweli au ni ya uongo, ni lazima tuwe na taarifa za kutosha kuhusu mojawapo kati ya hayo mafundisho. Sasa kuna mambo yanayoweza kusababisha kanisa la Jehovah Witness kuonyesha moja kwa moja kuwa ni kanisa lenye mafundisho ya uongo. Jambo namba 1, kuondoa na kubadilisha baadhi ya maneno katika Biblia. Sasa katika Biblia ya Mashahidi wa Yehova, ukisoma katika kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya 1 na mstari wa 1 na kuendelea, utaona maneno haya: hapo mwanzo neno alikuwako, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Mwanzoni yeye alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote vilikuja kwako kupitia kwake, na bila yeye hakuna hata kitu kimoja kilichokuja kwako, kile ambacho kimekuja kwako. Kuna baadhi ya maneno ambayo wameyabadili. Namba 1, wameweka neno Mungu ya herufi ndogo zote, wakiwa na maana Mungu aliyeumbwa na Mungu. Lakini katika Biblia ambayo tumika na makanisa mengi duniani, nukuu yake inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote
vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Hii imeweka wazi kwenye Mungu ndogo, imeweka Mungu mkuu, ikiwa na maana ya kuwa Yesu Kristo ndiye Mungu mwenyewe na neno ndiye Mungu mwenyewe. Lakini katika Biblia mashahidi wa Yehova inaonyesha kuwa kuna utofauti kati ya Mungu mkuu na Mungu aliyeumbwa, ikiwa na maana kuwa Yesu sio Mungu. Lakini jambo jingine kuonyesha kuwa kulikuwa kuna miungu miwili, yani kulikuwa kuna Mungu Yesu na kulikuwa kuna Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi. Lakini jambo jingine wanaonyesha kuwa Yesu sio Mungu. Lakini jambo la pili, namna wanavyotafsiri Biblia. Hebu kaa makini, tafakari mwenyewe haya maneno machache nitakayoyasema kwako. Tafsiri ya uongo wanayoitoa katika tafsiri la andiko lilopo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 7. Ukifungua Biblia yako Ufunuo sura ya 7 mstari wa 4 hadi wa 8, wao utafsiri kuwa ni watu 144,000 tu ndio watakao tawala na Yesu mbinguni. Hii inaonyesha uongo wa wazi kabisa, kwa sababu hata wangechukuliwa mashahidi wa Yehova pekee, bado kuna wengine wangebaki. Mashahidi wa Yehova pia wanafundisha kwamba Yesu Kristo si Mungu Mwenyezi, bali ni mwana wa Mungu wa pekee aliyeumbwa moja kwa moja na Yehova Mungu. Kwa mjibu upi? Kwa mjibu wa mafundisho yao yafuatayo. 1. Yesu ni kiumbe wa kwanza kuumbwa na Yehova. Wao wanaamini kuwa Yesu aliumbwa na Mungu. Maana yake kilichoumbwa hicho sio Mungu, ni moja ya miungu. Wanamtambulisha Yesu wa kabla ya kuja duniani kama malaika Mikaeli mkuu. Kwa wao Yesu kwao sio Mungu muumba mbingu na nchi, wala sio Mungu mkombozi. Wao kwao Yesu ni malaika Gabrieli, ni malaika Mikaeli. Lakini fundisho namba 2 wanasema Yesu ni si sehemu ya utatu. Mashahidi wa Yehova wanakataa fundisho la utatu, kwamba hakuna Mungu Baba, hakuna Mwana, hakuna Roho Mtakatifu, kuwa hakuna utatu. Lakini pia namba 5 wanafundisha Yesu alifufuliwa akiwa kiumbe wa roho. Hapa wana maana ya kuwa Mariamu alipoenda pale pangoni na wenzake hawakukuta kitu. Sasa wao wana maana kuwa mwili ulikuwepo lakini roho haikuwepo. Kwa maana yake Mungu alifufua roho ya Yesu tu, lakini mwili wake haukuweza kufufuka. Maana yake hii ni kwa sababu wana maana ya kuwa Yesu sio Mungu. Yeye ana asili ya mwanadamu tu. Kwa maana mwanadamu hawezi kufufuliwa pamoja na mwili, anafufuliwa roho peke yake, kama itakavyokuwa siku ya ufufuo. Lakini 6 wanasema Yesu ni mfalme wa Mungu. Mashahidi wa Yehova wanafundisha kwamba Yesu alianza kutawala akiwa mfalme mbinguni mwaka 1914. Kwa miaka mingine yote, yani maana yake mwaka 1913 na kurudi nyuma, Yesu hajawahi kutawala kabisa. Twende, kanisa la pili ni la Waadventista wa Sabato. Ndiyo, haujasikia vibaya mpendwa, Waadventista wa Sabato. Niende moja kwa moja. Hawa wanaamini kuwa hakuna moto wa jehanamu utakao wateketeza wenye dhambi. Badala yake hao watu watachomwa na watakufa, watakuwa majivu. Lakini pia fundisho namba 2, wanaamini kuwa malaika Mikaeli ndiye Yesu mwenyewe, na wao pia wanaamini kuwa Yesu ndiye malaika Mikaeli. Lakini namba 3, wanaamini kuwa unabii wa Ellen G. White ni sawa na unabii wa Biblia. Hii sio kweli. Lakini fundisho namba 4, wana fundisho la hukumu ya upelelezi ya mwaka 1844. Fundisho hili linapunguza nguvu ya kifo cha Yesu katika kufuta dhambi. Hivyo
linaonyesha kuwa kifo cha Yesu msalabani hakikufuta dhambi zote. Pia wao wanasisitiza kupata haki kwa njia ya matendo kama vile kushika Sabato na kuzuia kula kwa baadhi ya vyakula. Lakini Biblia inasemaje? Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Kwa tatizo jingine la Waadventista wa Sabato ni kuambia watu kuhusu habari ya kupata haki kwa njia ya matendo ya sheria. Yesu alitufia msalabani. Leo tunahesabiwa haki ni bure kwa neema yake, kwa kumwamini yeye, sio kwa kutenda sheria. Lakini twende kwenye kanisa la 3, ni kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki linatumia Biblia na mapokeo katika kufundisha waamini wake. Hili sio tatizo. Tatizo ni pale hayo mafundisho na mapokeo yatakapopingana na Biblia. Dini haina maana kama utaipoteza roho yako katika moto wa jehanamu. Ndiyo maana ninasisitiza tena, kama unaipenda roho yako na unataka kwenda mbinguni na sio jehanamu, ni lazima uchunguze mafundisho ya kanisa lako na dini yako. Yafuatayo ni mafundisho na mapokeo ya uongo ya kanisa Katoliki. 1. Fundisho kuhusu toharani. Wakatoliki wanaamini kuwa mtu akifa na dhambi ndogo huenda toharani na kutakaswa huko, kisha ataenda mbinguni. Mtu akifa na dhambi, huyo ni motoni, na akifa akiwa hana dhambi, huyo ni peponi. Kwa hakuna njia ya katikati, hakuna njia ya kufarijiana katika uongo. Huu ni uongo, watu wa Mungu. Tusome katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Fundisho namba 2. Fundisho kuhusu Bikira Maria. Wakatoliki wanaamini kuwa Bikira Maria huwaombea watu kwa Mungu kwa kupitia sala ya Salamu Maria. Huu pia ni uongo na dhambi kubwa kwa mujibu wa Biblia. Fundisho kuhusu Bikira Maria, narudia, ni uongo. Ukisoma Biblia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1, Biblia inasemaje? Watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Bwana Yesu Kristo mwenye haki. Hatuna mwombezi Bikira Maria zaidi ya Yesu Kristo. Haya ni maandiko. Hapa Biblia haisemi tunaye Bikira Maria mwombezi wetu, inasema tunaye Yesu Kristo, tena mwenye haki. Kwa Mungu atuwezeshe, watu wa Mungu, kujua mafundisho ya uongo ili tuishi katika kweli na katika neema ya Mungu. Mimi sina la ziada katika siku ya leo. Ni kushukuru wewe uliyekuwa pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mungu akubariki sana.